Kaka, habari ya leo? Salama kabisa. Naona leo umeshiriki mashindano hapa ya mpira. Umejisikiaje katika kushiriki mashindano haya? Najisikia vizuri kabisa. Kuna watu nakutazama sasa hivi. Kwanza kwa jina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Bashira Hassan Alumbile, ni team captain wa Sauti Para Sport Club. Naona leo umeshiriki mashindano haya. Vipi, umejisikiaje kushiriki mashindano haya ya mpira? Kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumecheza mchezo wa kwanza salama na tumemaliza salama na tumeweza kupata ushindi wa magoli manne. Lakini pia nawapongeza wapinzani na mwingine pia nawapongeze, niwashukuru waandaaji wa haya mashindano. Tunaomba wadau kama hawa wajitokeze, wao wanaandaa matamasha kama haya ambayo wanatupa nafasi sisi watu wenye ulemavu, kwa sababu watu wenye ulemavu bado tumesaulika sana. Kwa tunaomba wadau kama hawa, na tunawashukuru sana Nyamongo kwa kutupa nafasi kuja kushiriki kwenye tamasha lao. Tunawashukuru sana na tunawashukuru pia nyinyi waandishi wa habari, mmekuwa mstari wa mbele sana kwenye matukio kama haya. Kwa tunawashukuru sana kwa hilo. Labda ndoto yako ni nini katika mashindano haya? Kwanza mimi ndoto yangu kubwa kuona siku moja huu mchezo wa mpira watu wenye ulemavu unapiga hatua, na maana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, kwa sababu tunafahamu michezo ni fursa, michezo ni afya. So ukizingatia sisi tuna familia na tunatarajia siku moja au hata sisi wenyewe tunufaike kupitia hivi vipaji vyetu na kuvionyesha. Kwa mfano tumekuja hapa, tumecheza, tunaondoka. Sawa. Tunarudi kwenye vilabu vyetu, hatulipi pesa. Na hatulipi pesa kwa sababu vilabu havina wadhamini. Kwa wadhamini wanapatikana vipi? Kutokea wadau kama hawa, na kwa kutumia nguvu ya vyombo vya habari, ikiwa mnapushi, mimi na imani siku moja wadau watajitokeza na watakuja kuwekeza kwenye mpira wetu, na mpira utageuka kuwa mpira zao, utaenda kuwa ajira, kwa maana kwamba utacheza mwisho wa mwezi, mchezaji unapewa angalau kile kiasi kinaweza kukimu mahitaji. Yeah. Mama ni moja kati ya viongozi ambao ni rais anayeongoza nchi, lakini pia amekuwa kipaumbele kuwaunga mkono wachezaji wa mpira. Vipi, labda neno lolote kwake kwa upande wa mama? Si kwa upande wa serikali, hatuna deni na serikali. Tunawashukuru, wamekuwa wakitusapoti kwa namna moja ama nyingine. Ila isipokuwa kwa hatua hii natakiwa wadau pia wawekeze nguvu, kwa sababu serikali na mambo mengi sana, na serikali imekuwa ikitusapoti mara kadhaa. Kwa hatua iliyokuwepo, wadau waongeze nguvu. Sasa tunahitaji nguvu ya wadau, na ndio maana kama hivi tunaona Nyamongo wameandaa tamasha, wametupa nafasi, tunakuja kuonesha vipaji vyetu. Kesho kuja kutokea wadau wengine wakiandaa tamasha. Kwa mwisho wa siku tunapoendelea kuonekana na kwa kutumia nguvu ya vyombo vya habari tunavyopushi, watatokea sasa wadau wengine kuja kuwekeza, kwa maana kwamba kuja sasa kudhamini kama ligi, sababu tunahitaji kucheza ligi. Mchezo wetu sisi tuna ligi mpaka sasa hivi. Mara mwisho kucheza ligi ni 2020. Lakini kwa sababu gani? Wadau wamekuwa nyuma sana. Kila kitu huwezi kuachia serikali. Serikali wamekuwa kutusapoti kwa kiasi kikubwa sana. Kwa tunaomba tu wadau wawekeze nguvu kama wanavyodhamini timu zingine za watu ambao sio kwa na ulemavu. Kwa pia bado wana nafasi kuja kuwekeza huku ili kuondoa ile dhana kuonekana kwamba walemavu ni ombaomba. Maana ndio imejengeka sana. Walemavu sio ombaomba, siku zote sisi tunasema, na ndio maana ikaja michezo kama hii. Lengo sasa kutaka kubadilisha ile mitazamo. Unabadilisha vipi? Ukija kuwekeza, mwisho wa mwezi kaa nalipa kupitia kipaji changu, uweze kusema memavu ombaomba. Lakini kama hujawekeza, haujaja kutusapoti, bado tutakuwa na ile dhana, na ndio maana tunajaribu kama hivi, tunakuja, tunapambana, tunaonyesha kile tulichokuwa nacho ili wadhamini waweze kuja kutusupport. Kwa tunaomba sana wadau wajitokeze, waje kutusupport. Waje kusupport hapo, unaweza kuleta kombe nyumbani la kimataifa. Sisi Sauti tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sauti Para Sport tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Tulisha kucheza mechi ya kimataifa na Mombasa Beauty mwaka 2023. Tulicheza uwanja wa Uhuru pale.
Mombasa Mpitili timu kutoka Kenya na ni mabingwa wa ligi ya Kenya wa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu. Kwetu sisi hakuna ligi, tumecheza na timu ambayo kwao ina ligi na wao ndio mabingwa, lakini Mwenyezi Mungu akatujalia tukaonyesha kile tulichokuwa nacho, tukaweza kuibuka washindi na tukalibakisha kombe nyumbani. Kwa hiyo ule uwezo tunao. Kitu kilichokosekana nguvu ya wadau. Kwa uwezo kusema kwamba tukapambana hizo kombe, tayari kombe tumeshalibakisha, ina maana tumeshafanya. Kwa hiyo tunahitaji sasa wadau waje kutuwezesha ili tuendelee kufanya makubwa zaidi. Shukrani.